Kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wanajeshi wa Kimarekani wanazidi kuuawa huko Mashariki ya Kati kutokana na vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wanajeshi hao wanauawa kutokana na mashambulizi makali yanayofanywa na Iran katika ngome za kijeshi zilizopo Mashariki ya Kati. Inaelezwa kwamba mwanajeshi mmoja wa Kimarekani ameongeza idadi ya wengi waliouawa huko nchini Iraq wakati wa kulipuliwa na ndege isiyokuwa na rubani katika eneo la kambi ya kijeshi ya Marekani. Jeshi la Marekani limetangaza kifo cha mwanajeshi huyo likisema aliuawa kaskazini mwa Iraq wakati wa mlipuko uliodhibitiwa wa bomu ambao haukulipuka kutoka katika ndege isiyokuwa na rubani ya Iran. Katika taarifa yake siku ya Jumapili, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilisema askari huyo alifariki Julai 18 na kwamba mhudumu wa pili alipata majeraha kidogo wakati wa mlipuko huo na haikumtaja askari huyo aliyefariki. Jeshi la Marekani limetangaza kifo cha kamanda huyo wa Kimarekani katika siku za hivi karibuni likisema aliuawa kaskazini mwa Iraq wakati wa mlipuko uliosababishwa na ndege isiyokuwa na rubani. Katika taarifa yake siku ya Jumapili, kamandi kuu ya CENTCOM kifo hicho cha Jumamosi kilifikisha idadi ya wanajeshi wa Kimarekani waliouawa tangu Marekani na Israel zianzishe vita dhidi ya Iran kufikia 17, licha ya kwamba inadaiwa kuna idadi kubwa ya wanajeshi wa Kimarekani waliouawa katika Mashariki ya Kati na kwamba baadhi ya taarifa hazikutolewa. Wakati huu inaonekana kuna idadi ndogo tu ya wanajeshi waliouawa, lakini mashambulizi makubwa yaliyofanyika katika kambi nyingi za Kimarekani katika Mashariki ya Kati zinathibitisha kwamba kuna idadi kubwa ya wanajeshi wa Marekani waliouawa, lakini pia kuna idadi ya wanajeshi ambao si wa Kimarekani katika mataifa hayo ya Ghuba na pia wameuawa kutokana na mashambulizi hayo. Wanajeshi wengine wawili wa jeshi la Marekani waliuawa katika mashambulizi ya Iran huko Jordan siku ya Ijumaa, huku theluthi moja ikitoweka. CENTCOM ilisema Jumapili kwamba mabaki ambayo hajatambuliwa yamepatikana katika eneo hilo na mchakato wa uchunguzi unaendelea ili kubaini. Bado haijulikani ni idadi ya wanajeshi wangapi ambao wameuawa wakati huo, na ni kutokana na kwamba kuna idadi ya wanajeshi ambao bado hajatambuliwa kwamba ni wa Marekani au ni wale wa nchi za Ghuba. Tangazo hilo limetolewa wakati Marekani ilipoishambulia Iran kwa usiku wa 8 mfululizo na Tehran kurusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani kwa mali za Kimarekani katika Ghuba ili kulipiza kisasi. Ripoti zinaonyesha kuwa ndege zisizokuwa na rubani za Iran zenye milipuko ya njia moja zinazoitwa Shahed zinaweza kutengenezwa kwa gharama ya takribani dola 30,000 kila moja na kufanya uwekaji wao mkubwa katika mashambulizi kuwa nafuu kwa Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.